Ezekiel sura ya 36, Ezekiel sura ya 36 na tutasoma kuanzia mstari wa 25. Ezekiel 36 mstari wa 25. Anasema, nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Mstari 27. Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Nataka haya tuyarudie. Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Unasikia? Nami nitatia roho yangu ndani yenu. Na kuwaendesha katika sheria zangu. Na kuwaendesha katika sheria zangu. Nanyi mtazishika. Nanyi mtazishika hukumu zangu. Hukumu zangu. Na kuzitenda. Na kuzitenda. Bwana na alibariki neno lake katika jina la Yesu. Shalom Bwana, kati tunakaa mahali ndipo katika jina la Yesu. Mungu alikuwa njema sana na nafurahi sana kuona siku ya leo ibadani. Na kwa neema ya Mungu tunaendelea na somo letu la kuenenda katika roho na nguvu. Hapa katikati kwenye mwezi wa 6 na wa 7 kwa neema ya Mungu tutakuwa na break kidogo. Na mwezi wa 6 ni sababu ya ratiba ambayo tuko nayo ya maombi ya mwezi mzima, maombi ya uamsho. Kuna kuandaa mapema. Mwezi wa 6 tutakuwa tunayo ratiba ya maombi ya mwagiko wa Roho Mtakatifu na uamsho. Ndio maombi ya mwezi mzima. Kwa hiyo pale tutakuwa tuna break kidogo ya somo letu, na mwezi wa 7 haitakuwa break kimsingi, itakuwa ni uchambuzi wa kitabu ambacho Mungu amenipa neema ya kukiandika, na hivi karibuni tunakitoa, kinaitwa Sauti ya Upepo. Na kitakapotoka tutakuwa tuna muda wa kusoma kuanzia mwezi wa 5, wa 6 na mwezi wa 7 tutakuwa tukifanyia uchambuzi. Tarehe za mwisho wa mwezi wa 7 tuna Rest Conference, semina ya pumziko. Kwa hiyo haitazuia uchambuzi wa kitabu ambao tutakuwa tukifanya kwa siku chache za mwezi huo wa 7. Kwa baada ya mwezi wa 7, mwezi wa 8 nitaingia sasa kwenye sehemu ya pili ya somo letu ambayo itatupeleka mpaka mwezi wa 12. Sehemu ya pili ya somo letu itakuwa ni kuzungumzia zaidi nguvu. Maana tayari tumemzungumzia sana Roho Mtakatifu, ingawa hatuwezi kumaliza yote. Kwa hiyo yale ambayo tumeshindwa kuyamaliza utayakuta kwenye kitabu, lakini yale ambayo tutamalizia tutayamalizia, ila kwa habari ya nguvu nitaanza kuizungumzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 12 kwa neema ya Mungu. Kama unaandika, kichwa kikubwa ni kuenenda katika roho na nguvu, na hii sasa ni sehemu ya 12 ya somo letu. Na kichwa kidogo kama unaandika ni huduma za Roho Mtakatifu. Kuenenda katika roho na nguvu na huduma za Roho Mtakatifu. Ziko huduma nyingi sana za Roho Mtakatifu. Kile ambacho Roho ukifanya na maisha ya watu na hata maisha ya waamini. Ziko huduma nyingi sana, lakini sisi angalau kwa sehemu hii ya somo letu tumejilimit tuzizungumzie huduma angalau 3 za Roho Mtakatifu. Kwa kwanza nikazungumzia wiki iliyopita huduma ya mafundisho. Huduma ya Roho Mtakatifu katika kufundisha. Na leo nitakufundisha huduma ya Roho Mtakatifu katika maongozi. Na wiki ijayo kwa neema ya Mungu nitakufundisha huduma ya Roho Mtakatifu katika mafunuo. Namna Roho anavyomfunua Yesu Kristo. Na baada ya hapo nitakufundisha pia nini hasa maana ya kuenenda katika roho. Nitakufundisha kwa sababu title yetu ni kuenenda katika roho na nguvu. Kwa lazima napoelekea kumaliza sehemu hii ya kwanza ya kumzungumzia Roho Mtakatifu, lazima tumalize na kuzungumza nini hasa maana ya kuenenda katika roho. Lakini kwa msingi wa huduma ya Roho Mtakatifu katika mafundisho, tuliangalia tukasema hii ni huduma muendelezo. Kwamba Roho Mtakatifu anaendeleza huduma ya Yesu Kristo. Yesu alipokuwa hapa duniani alitumia muda wake wote wa huduma ile miaka 3 karibia na nusu kuwafundisha wanafunzi wake physically. Alikuwa anawaambia kweli ya Mungu. Na maandiko yanazungumza kwenye Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 3 kwamba hata alipofufuka alikuwa akiwatokea kwa karibia mwezi mzima, siku 40 na ambao ni mwezi mzima na siku kama 10 hivi, akiwafundisha mambo ya ufalme. Kwa yeye anapoondoka duniani kimwili, anaposema anakuja msaidizi mwingine, tuliona maana ya neno mwingine, tukasema mwingine kwa lugha ya Kiyunani maana yake ni alos. Maana yake ni mwingine wa namna ile ile, mwingine wa asili ile ile. Kwa Roho Mtakatifu anapokuja hafanyi jambo lolote jipya, anafanya yale ambayo Kristo alikuwa akiyafanya. Kimsingi anayaendeleza yale ambayo Kristo alikuwa akiyafanya. Ndio maana katika yale maandiko tuliyosoma utaona Yesu anasema
sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu upesi. Ule ujio wa pili ambao wanasema, ule ujio ambao naja kwenu upesi, sio ujio wa pili ule wa kuja kulitoa kanisa, no, ni ujio ndani ya Roho Mtakatifu au kupitia Roho Mtakatifu. Kwa Roho ni mwendelezo ama anaendeleza kazi ya Yesu Kristo. Kwa tukizungumzia habari ya huduma ya mafundisho, tungesema kwamba ni mwendelezo wa huduma ya Yesu Kristo. Yeye alikuwa ni mwalimu bora kuliko walimu wote waliowahi kutokea. Ndio maana hata alikuwa anafundisha, siku nyingine Mafarisayo wakashtuka, wakawa wanashtuana, wanaambiana, huyu ni nani? Mbona anavyofundisha, anafundisha kwa mamlaka kuliko walimu wetu? Ni mwalimu bora kuwahi kutokea ulimwenguni. Ndio maana mara nyingine walikuwa wanamuita rabi au rabi. Maana ya rabi maana yake ni mwalimu. Jambo la pili tuliangalia kwa habari ya huduma ya mafundisho, tukasema kwamba Roho katika huduma ya mafundisho huwa anatumia neno la Mungu kutufundisha sisi kuhusu Mungu. Kwa taarifa kamili za Mungu zinapatikana tu kwenye neno la Mungu, na Roho ndiye anayefanya kazi ya kutufundisha hayo ambayo neno la Mungu linazungumza. Tunaelewa vizuri? Anayefanya kazi ya kufundisha neno la Mungu ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu hufundisha kutumia watu. Sawa? Kwa usijae sana Roho Mtakatifu ukaanza kudharau maongozi na mafundisho ya walimu ambao Mungu ameweka mbele yako kwa kigezo tu kwamba mimi nina Roho na nina uwezo wa kuyaelewa yote. Hapana. Roho anayo namna ya kufanya kazi, anatumia watu kufundisha. Na ndio maana nyingine nikawahi kuongea mahali fulani nikasema kwamba ni kukosa unyenyekevu kupuuza kazi ya Roho Mtakatifu kupitia mikono ya watu wengine, eti kwa sababu tu na wewe una Roho Mtakatifu. Ni kukosa unyenyekevu. Sawa? Unaweza ukawa na Roho Mtakatifu lakini hauwezi kujihudumia. Huyo Roho aliye ndani yako ndiye aliyewajaa wengine ili waweze kukuhudumia katika maeneo ambayo bado hujakaa vizuri. Kwa kama ambavyo wewe unahitaji ukamilifu kwenye maeneo fulani, ndivyo na wengine wanahitaji ukamilifu kwenye maeneo fulani, na Roho atawatumia nyie wote, kila mmoja kwa ajili ya uhitaji alionao mwingine. Kwa hiyo muamini aliyejazwa sana Roho Mtakatifu kiasi kwamba akaanza kupuuzia maombi ya kanisa, akaanza kupuuzia mafundisho ya mchungaji, akaanza kupuuzia kipindi cha kusifu na kuabudu kwa sababu za msingi tu kwamba ana Roho Mtakatifu, huyo hana unyenyekevu. Aliyeongea inaeleweka. Mara nyingine sisi wachungaji tunakutana na hilo jaribu, au mara nyingine viongozi wa maombi, au mara nyingine watu ambao ni waombaji sana ndani ya kanisa. Kwa muda ambao sifa na kuabudu vinaendelea, yeye anaona kama vinanibana, nijifiche kule ofisini niendelee kuomba. Ni kosa unyenyekevu. Tunaelewa vizuri? Ni kosa unyenyekevu. Yaani kupuuza huduma fulani inayoendelea ili wewe uifanye huduma fulani ambayo unadhani Roho, ni kosa unyenyekevu. Because unyenyekevu. Mtu mnyenyekevu huwa yuko wazi kuhudumiwa na Roho Mtakatifu kupitia mikono ya watu wengine. Na ndio maana mimi ni yule mchungaji ambaye hautaniona hata siku moja kipindi cha sifa na kuabudu vinaendelea eti nimekaa ofisini afu nakuja kuniita muda wa neno. Hapana, haiwezi kuwa mimi. Maeneo yote naenda kuhudumu, hata sehemu za ugeni, huwa nauliza ibada inaanza saa ngapi? Wananiambia, mchungaji, unajua ibada inaanza saa 3, lakini wewe nadhani uingie kwenye saa 5. Nauliza, hapa saa 3 kipindi gani kinaanza? Hapa ni maombi. Kabla na mimi nahitaji kuomba. Na mimi nahitaji kuomba niwepo kuanzia kwa kipindi cha kwanza. Lazima ukubali kuhudumiwa na watu, kwa usiokoke sana kupuuza huduma za watu wengine. Mungu na atusaidie katika jina la Yesu. Jambo la pili tukasema Roho Mtakatifu anafundisha ngazi kwa ngazi, hatua kwa hatua. Gradually. Ndio sababu ya kwa nini hauwezi kufikia mahali ukasema umeelewa yote na unahitaji kufundishwa. Sababu Roho mara zote huwa anafundisha hatua kwa hatua. Pengine hicho unachokijua ni ngazi ya 3 kati ya ngazi 80 za ukweli wa Mungu ambao unapaswa kujua katika eneo fulani. Kwa ukitosheka na hiyo ngazi utafunga milango ya watu wengine kukuhudumia. Hawatakupeleka kwenye viwango vya ukamilifu. Kwa hakikisha unaelewa namna Roho anavyofanya kazi. Mimi mchungaji wenu, ni kweli Mungu amenipa neema, najua vitu vingi, lakini sitoshei wala sijatosha. Na ndio maana kesho akisimama mtu mwingine kuhudumu hapa, mimi sisemi kwamba siendi kanisani leo. Nani anahubiri? Maria anahubiri, siendi kanisani. Nitakuwepo na mimi kusikiliza, kwa sababu kuna vitu Mungu atamtumia yule mtumishi wa Mungu kuvifunua kwa ajili yangu. Na kwa sababu Mungu anafundisha hatua kwa hatua, kila hatua ya mafundisho unayokutana nayo inakuinua na kupeleka kwenye hatua nyingine. Kwa Roho anatuongoza katika kujua kweli ya Mungu hatua kwa hatua. Hatua kwa hatua. Anamfunua Mungu katika neno lake hatua kwa hatua. Kwa hakuna siku utafikia utamaliza kusoma neno la Mungu lote na ukasema umeelewa kila kitu. No. Hapana. Haiwezi kutokea.
Jambo la mwisho kwa habari ya mafundisho ya Roho Mtakatifu, tukasema katika kutufundisha hatua kwa hatua, anamfunua Yesu Kristo hatua kwa hatua. Sawa watu wa Mungu? Yani andika ukweli ni wa msingi. Kila fundisho unalojifunza linapaswa kumfunua zaidi Yesu Kristo kuliko kuonesha umaalum wa mhubiri. Kila fundisho linapaswa kukujulisha zaidi kuhusu Yesu Kristo kuliko kuonesha umaalum wa mchungaji. Ni Yesu kwanza. Na unajua kwa kadiri unavyomjua Yesu ndivyo unavyojijua wewe ni nani. Nikasikia mtu mmoja, nadhani ni msanii hivi, na sio kwa nia mbaya, kimsingi sisemi ni rafiki yangu, ila ni mtu ambaye tunafahamiana kwa mbali, alikuwa anahojiwa mahali fulani, akazungumza kwamba kwa sababu tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kwa kadiri unavyojijua wewe ndivyo unavyomjua Mungu. That is not true. That is not biblical. That is not biblical. Sawa watu wa Mungu? Hatumjui Mungu kwa njia ya kujijua sana sisi eti tu kwa sababu tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ukisoma ule mtiririko mzima wa uumbaji wa mwanadamu utagundua kuna mahali kuna jambo lilitokea likaharibu ile sura ya Mungu kwa mtu. Kwa mtu hana uwezo wa kumtafuta Mungu kwa nguvu na uwezo wake binafsi. Na kimsingi mtu hawezi akamtafuta Mungu tena ndani yake kwa sababu ndani yake hakukuwa na Mungu baada ya ile tendo la Adam na Eva kukosea pale. Ile dhambi ya Adam na Eva ikaharibu utakatifu kwa wanadamu wote. Kwa sasa utakatifu wa mwanadamu ule ambao ulikuwa ndani ya Mungu ambao aliumbwa nao mara ya kwanza unapatikana kwa Yesu Kristo. Yeye ndio sura kamili ya Mungu ambayo sisi tunapokuwa tumempokea na kuokoka anaturudishia sura ya Mungu ambayo Adam alipoteza. Watu Mungu tunaelewa? Aliye sura kamilifu ya Mungu ni Yesu Kristo. Kwa hili ni mjue Mungu kwa undani, ni mjue sana Yesu Kristo kwa undani. Anasema na uzima wa milele ndio huu wa kujue wewe Mungu na Yesu Kristo mwanao uliyefanyaje, uliyemtuma. Kwa ninaweza kumjua sana Mungu kwa kumjua Yesu Kristo. Sio ngumu kumjua Mungu wetu kwa sababu yeye sio libaba fulani au lihakimu fulani limekaa mahali fulani pasiri limejificha. Yeye ni Mungu ambaye akavaa mwili akaja kwetu akajitambulisha kwenye mipaka na vipimo ambavyo sisi kama wanadamu tunaweza kumuelewa. Sura ya kwanza ya Yohana mstari wa 18 anasema hakuna aliyewahi kumwona Mungu Baba hata siku moja ila ni Yesu Kristo anayekaa kwenye kifua cha Mungu Baba, sio? Anasema naye ndiye aliyemfunua. Kwa sisi tunamjua Mungu kupitia Yesu Kristo. Na kwa kadiri ninavyomjua Yesu Kristo ndivyo ninavyojijua mimi. Kwa sababu uhalisia wa mimi natakiwa kuwa nani hauko ndani yangu, uko kwa Yesu Kristo. Ndio identity yangu ipo kule. Hiyo imeleka vizuri watu wa Mungu. Imeleka vizuri. Sawa. Kwa hiyo tumesema kadri ambavyo Roho anakufundisha kazi yake kubwa ni kumreveal, kumfunua Yesu Kristo. Hiyo ndio kazi yake kubwa. Leo nakufundisha huduma ya maongozi na tayari tumesoma kitabu cha Ezekiel kwa watu wanaosimamia. Ezekiel sura ile ya 36 mstari wa 25, 26 na 27. Na upenda mstari wa 27 kwa sababu anasema nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu. Yale maneno roho yangu yasikupe shida kwamba mbona yameandikwa kwa herufi ndogo na kila kitu. Huyo ni Roho Mtakatifu. Huyo ni Mungu anaongea, anasema nitatia roho yangu. Mungu hana roho nyingine isipokuwa Roho Mtakatifu. Kama ambavyo wewe unayo roho ndani yako inayojua sana mambo yako, ndivyo ambavyo roho ya Mungu ni Roho Mtakatifu. Hata ukienda kwenye Mwanzo 1:2 anasema roho ya Mungu ikakaa juu ya uso wa vilindi vya bahari au vilindi vya maji. Yes, vilindi vya maji. Mungu akaanza kuumba. Kwa pale maneno nami nitatia roho yangu ndani yenu ni Roho Mtakatifu. Kwa utaona kabla sienda mbali, anasema nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu. Haya maandiko yanamaanisha kwamba mwanadamu kwa kawaida hana uwezo wa kuziitikia sheria za Mungu isipokuwa ndani yake kuna nguvu ya Mungu ambayo ni Roho Mtakatifu. Mtu mwenye Roho Mtakatifu ndio ana uwezo wa kurespond kwa yote ambayo Mungu anayafanya kwake. Ndio maana hasemi kwamba nami nitakuongoza katika sheria zangu. Hasemi kwanza anasema nitatia roho yangu ndani yenu ili kupitia roho yangu niwaendeshe. Tena napenda neno analotumia anasema niwaendeshe. Idea ni hiyo ya kuendesha. Wala usihangaike, ni hiyo ya kuendesha hiyo. Hiyo ya kuendesha. Hivi kati ya wewe na gari nani anaendesha mwenzako? Ile inategemeana na aina ya gari. Kama ni gari mbovu na kuendesha. Ni gari inaendesha hii. Yeye ndio anaamua ule nini. Ununue nguo gani kwa sababu unajua nikinunua zaidi nitashindwa kuhudumia. Lakini nazungumzia ule uhalisia kwamba hili neno kuendesha maana yake ni kufanyaje? Ni kuongoza. Kwa anasema nitatia roho yangu
naye atawaongoza, au nami nitawaongoza katika kweli yote. Sasa maongozi ya Roho Mtakatifu yana lengo, na nimesema lengo hasa ni nini? Ni kugeuza, ni kubadilisha zaidi kuliko kuhabarisha. Lengo ni transformation kuliko information. Sawa? Roho hayupo kukuongoza ili akupe tu taarifa za nini kinatokea. Maongozi yake yana lengo la kugeuza na kubadilisha. Sasa nitaongea hiki kitu vizuri kwa sababu tumesema kichwa chetu ni kuenenda katika roho. Kwa hiyo nitafundisha vizuri juu ya habari ya kuenenda katika roho. Lakini msingi wa jambo la pili Mungu aliniambia ni huo, na akaniambia kwamba watu wengi wana miss maongozi ya Roho Mtakatifu kwa sababu wanayatafuta kama tukio. Ndio maana unakuta hata wao wanasema nataka niombe mwezi mzima nione Roho akiliongoza. No, ile sio tukio la kulifungia na kuliombea. Ile ni issue ya maisha inayohitaji na kukomanda aina fulani ya maisha kutoka kwako. Kuna aina ya maisha tukielewa kwamba ni maisha yetu na tunapaswa kuyaishi, hakuna mtu yeyote ambaye atahangaika kwa habari ya kumsikia Roho Mtakatifu. Roho ameniletea andiko lingine hapa na namshukuru. Kitabu cha Waebrania sura ya 8. Nikuonyeshe. Inawezekana sura ya 8. Twende baba. Nikuonyeshe ile andiko. Moja kati ya mambo ambayo Mungu kupitia manabii wake aliliahidi kwenye Agano Jipya kwamba litakapokuja Agano Jipya nitayafanya. Kimsingi sura ile ya 36 ya Ezekiel ambayo tumeisoma ni miongoni mwa nabii nyingi ambazo Mungu aliwainua manabii mbalimbali kama kina Ezekiel, kama kina Isaya, kama kina Joeli, kama kina Yeremia kutabiri juu ya ujio wa Roho Mtakatifu na namna ambavyo ujio wa Roho Mtakatifu kwenye Agano Jipya utakuwa tofauti na utendaji wa Roho Mtakatifu kwenye Agano la Kale. Unajua kwenye Agano la Kale utendaji wa Roho Mtakatifu ulikuwa ni wa muda, ni wa kitambo. Mtu mmoja akaandika akasema hivi, katika Agano la Kale palikuwa tu pana mitembeleo, palikuwa pana visitations. Manake Roho alikuwa anawatembelea watu akifanya kazi nao ama akiwatendea mambo fulani. Ila kwenye Agano Jipya hakuna visitations, kuna habitations. Manake Roho hawatembelei tu watu, anafanya makao yake ya kudumu pamoja na watu. Kwa Mungu anawainua manabii wengi wa Agano la Kale kutabiri huduma ya kudumu ya Roho Mtakatifu kwa waamini wa Agano Jipya. Na miongoni mwa hao ni huyu hapa ambaye ana quote kitabu cha Waebrania sura ya 8, ana quote nabii wa Yeremia katika Yeremia sura ya 31 mstari wa 31. Kwa utaona haya ni maneno ambayo anaya quote kwa Yeremia 31:31. Katika haya maneno Mungu anatupa dodoso ama hints za nini amekusudia kufanya kwenye Agano Jipya, kile ambacho hakikuwa kinafanyika kwa namna ya ukamilifu kwenye Agano la Kale. Kwa sisi tunaoishi kwenye Agano Jipya, this is our portion. Haya maandiko it's our portion. Na ndio utagundua baada ya kuyasoma haya maandiko utagundua kwamba kumsikia Roho hakupaswi kuwa treated ama kutazama kama tukio, ni aina fulani ya maisha. Twende pale sura ya 8 kuanzia mstari wa 10. Ukianzia ule mstari wa 9 utaona anaelezea, anasema kwanza mstari wa 8. Maana walaumupo wasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda Agano Jipya. Halitakuwa haya maneno nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda sasa yalitumika kule kuelezea nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, lakini kimsingi yalikuwa na point kwenye kanisa. Sawa? Kwenye kanisa. Kwa hiyo anasema halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao. Maana yake Agano la Kale. Katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu, mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Mstari wa 10. Maana hili ndilo agano nitakaloagana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Angalia maneno, anasema nitawapa sheria zangu katika nia zao. Haya ndio maisha ya Agano Jipya, kupewa sheria za Mungu katika nia zetu. Tafsiri nyingine ya sheria, ukisoma sura ya 119 ya Zaburi, analitamka neno la Mungu kama sheria za Mungu. Kwa hiyo akisema nitawapa sheria zangu ndani ya nia zao, tafsiri yake ni kwamba katika Agano Jipya mimi nitaliweka neno la Mungu katika nia za watu. Maana neno nia pale maana yake ni fahamu. Ndio maana kwa tafsiri za Kiingereza zingine wameandika minds, sawa? Fahamu. Kwa hiyo nitaweka neno langu ndani ya fahamu zao. Kwenye Agano la Kale Mungu aliweka sheria na neno lake kwenye vibao vilivyoandikwa na Musa. Kwa zile sheria zilikuwa nje ya watu. Kwenye Agano Jipya hizi sheria zinafaa neno la Mungu lina operate kuanzia ndani ya muumini. Angalia anaposema nitaweka sheria zangu ndani ya mioyo yao au nia zao,
na katika mioyo yao nitaziandika. Maana yake kwenye Agano la Kale ndio kuna uhakika wa neno la Mungu kuandikwa kwenye moyo wa mwamini. Kuna uhakika wa neno la Mungu kuandikwa kwenye ufahamu wa mwamini. Nimeona hivi vitu viwili niliwafundisha hata Alhamisi. Nikasema kwamba tunaelewa neno la Mungu kwa ufahamu kwanza, ambao ni nia, sawa, kwa ufahamu, then kwa moyo. Kwa moyo. Hapa anaendelea kuzungumza hapa. Anasema, ndani ya mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Mstari wa 11 naupenda sana. Upigie pale kama unaweza ku highlight au kupigia. Ni vizuri. Anasema nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake akisema, mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo wao hata mkubwa wao. Anasema hawatakuwa na haja ya kufundishana kwamba mjue Bwana, kwa sababu wote watanijua. Sasa haya maandiko hayatabiri kwamba kwenye Agano Jipya hapatakuwa na haja ya mahubiri na mafundisho kama hivi. Yanazungumza juu ya kiwango fulani cha kumjua Bwana na kutengeneza mahusiano na yeye, kwamba kila mmoja atakuwa nayo experience ya kimahusiano na Mungu. Hakuna mtu ambaye atakuwa na haja ya kumsimulia mtu juu ya uzuri wa Mungu, kwa sababu kila mtu atakuwa ameuona uzuri wa Mungu kibinafsi kwenye maisha yake. Ndio maana nasema hakuna mtu atakufundisha mtu namna ya kuhusiana na Mungu. Kila mmoja atajua, atanifahamu katika kile kina cha mahusiano, atanifahamu na kuhusiana na mimi kuanzia ndani. So point ya msingi ni kwamba kama tungeelewa nini maongozi ya Roho Bwana yanafanya na mimi, tusingehangaika na kutafuta maelekezo occasional, yale maelekezo ya vipindi fulani fulani, kwa sababu anachokifanya Roho katika maongozi yake ni zaidi ya kutoa maelekezo ya kawaida yanayoinform. Lengo ni kutransform. Watu wa Mungu tunaelewa ninachozungumza? Inaenda vizuri? Sawa. Sasa angalia kitabu cha Wagalatia sura ya 5. Katika huo ukweli kwamba lengo la maongozi ya Roho Mtakatifu ni kugeuza tabia ya mtu, uhalisia na asili ya mtu, na sio kumhabarisha. Ndio kile ambacho Wagalatia sura ya 5 mstari wa 16 mpaka 18 inazungumza. Wagalatia 5:16 mpaka 18. 16 mpaka 18 Wagalatia 5. Anasema hivi, basi nasema enendeni kwa Roho. Haya maneno enendeni kwa Roho ni sawa na kusema basi nasema ongozweni na Roho. Sawa? Enendeni kwa Roho. Halafu nini hutokea mtu anapoenenda kwa Roho? Anamalizia pale, anasemaje kwenye Biblia 1, 2, 3? Wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Umeona nini kuongozwa na Roho kunafanya kwenye maisha ya mtu? Kunamfanya mtu asiwe na uwezo wa kutimiza tamaa za mwili. Maana ni kwamba mtu anayeongozwa na Roho hatakuwa mtu aliye chini ya utumwa wa dhambi. Kuna badiliko litatokea pale ndani yake. Ndio ukiendelea kusoma ule mstari wa 19 anayataja matendo ya mwili ni yapi. Anasema yeyote ambaye haongozwi na Roho, anaongozwa na mwili, atafanya matendo haya. Kwa anasema na matendo ya mwili ni haya. Anayataja uchawi, uchafu, anataja uasherati, vitu vingi sana pale anavitaja, na sio vyote amevimaliza. Yako mengi sana matendo ya mwili. Halafu kwenye mstari kuanzia 22 anasema tena anataja matendo ya mwili, akishataja mstari wa 19 nadhani mstari wa 20 anasema kwamba yeyote anayefanya mambo ya namna hii hatarithi ufalme wa Mungu. Si ndivyo watu wa Mungu? Halafu mstari wa 22 anaanza kusema tunda la Roho ndio hili hapa. Anaanza kutaja tunda la Roho. Sasa angalia nikwambie hichi kitu. Tunda la Roho ni matokeo ya kazi na maongozi ya Roho Mtakatifu ndani ya muumini. Maanake muamini anayeongozwa na Roho Mtakatifu kweli kweli, kwake tutaona upendo, kwake tutaona utu wema, kwake tutaona upole, kwake tutaona kila tabia njema ambayo maandiko yanahitaja pale. Na nikupe tahadhari hapa, tabia hizi njema ambazo maandiko yanazitaja pale kama tunda la Roho sio tabia njema zinazotokana na uwezo binafsi wa mwanadamu kuwa mwema. Hivi mnafahamu tunazungukwa na watu ambao hajaokoka, haibi cha mtu, hanywi pombe, hafanyi uzinzi, adanganya, hafanyi dhambi yoyote na hajaokoka. Tunasema huyo ana tunda la Roho? Hapana, hapana. Tunda la Roho ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Kama mtu hajamwamini Yesu Kristo na kukubali wokovu, hata atende matendo mema mangapi, tutayatamka yale matendo mema kama asili yake tu ya binadamu, lakini sio kama kazi ya nani? Ya Roho Mtakatifu ndani yake, kwa sababu hana bado Roho Mtakatifu. Sasa angalia tumalizia maandiko. Anasema basi nasema enendeni kwa Roho. Matokeo ya kuenda kwa Roho ni kwamba hatutazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na nini? Na Roho. Sasa utaona mwili unatafuta namna ya kumuongoza mtu na Roho anatafuta namna ya kumuongoza mtu. Shauku ya mwili kumuongoza mtu haijawahi kuwa ya tukio
Mnanielewa watu wa Mungu? Kama ambavyo shauku ya mwili ya kumuongoza mtu haijawahi kuwa tukio la mara moja, ni tabia endelevu ya mwili, ndivyo hivyo maongozi ya Roho Mtakatifu kwa mtu sio tukio la mara moja. Ni maisha ya kila siku ya mtu. Huo ni ukweli. Sasa mwili mara zote utakufanya usimame kinyume na mapenzi ya Mungu. Na hapa mwili unaozungumziwa sasa sio mwili wa nyama tuliovaa hapa. Maana yake kuna ule msukumo wa dhambi unaopiga kelele ndani ya mtu kama hajajitoa na kujitiisha mbele za Mungu. Huo msukumo huo mara zote uwekwa mahali ambapo unashindana na Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa namna ya kutuliza huo msukumo, napenda maandiko nadhani katika Wakolosai 3. Wakolosai 3 sura ngapi? Naomba niangalia. Kama sio Wakolosai 3 itakuwa moja. Tuanzie 1:15. Uone kama iko hapo. Na kuonyesha namna ya kutuliza mwili kwa maana ya ile dhambi, asili ya dhambi inayopiga kelele mara nyingine ndani yetu. Ni Wakolosai 3:15. Ni mstari wa ngapi? Ni mstari wa 5. Ni mstari wa 5. Anasema basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndio ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Tafsiri nyingine itasema basi uweni uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani kwenye miili yenu. Anasema uweni. Anayetakiwa kuua misukumo mibaya kwenye mwili wake ni muamini, sio Roho Mtakatifu. Muamini anauaje misukumo mibaya kwenye mwili wake? Kwa kuhakikisha kwamba anajitoa zaidi kwa maongozi ya Roho Mtakatifu. Hebu nifundishe hichi kitu. Kwa kila dhambi au mtego wa maadili ambao umewahi kuingia ukakosea, palikuwa pana sauti mbili zinaongea na wewe. Wewe ni shahidi. Kuna sauti moja ilikwambia usifanye hichi kitu. Kuna sauti nyingine ilikwambia fanya. Kwa hakuna mtu anayefanya jambo lolote kwa bahati mbaya. Na nilifundisha hapa Alhamisi nikasema kwamba wengi huwa tunashindwa kumsikiza Roho Mtakatifu kutupa maelekezo. Usifanye hiki, nafanya hiki. Tunashindwa kumsikiliza tukidhani kwamba hako ni kaudhaifu. Na ndio udhaifu wangu. Unafanyaje? No. Kama una uwezo wa kusikia kwamba hiki fanya na hiki usifanye, unafanya makusudi. Unafanya makusudi. Sinaeleweka vizuri watu wa Mungu? Naeleweka vizuri? Kwa utaona kama ambavyo mara zote mwili unakusukuma mpaka unajikuta mara nyingine you are helpless, hauwezi kujitoa hapo, kujiokoa, kujisaidia kwa namna yote. Kama ambavyo unajikuta katika namna hiyo, ndivyo Roho huwa na shauku ya kukuongoza hiyo. Napenda maandiko mengine mahali fulani. Ni Warumi sura ya 6 ile anasema Roho huwaonea shauku. Hayo maneno yanamaanisha kwamba Roho ana kiu ya dhati na nia ya dhati ya kukutawala. Wewe unadhani kwamba maombi ya kumuita Roho akuongoze kwanza yanatakiwa kuwa maombi. Wewe unadhani kwamba maongozi ya Roho yanatakiwa kuwa maombi ya kwamba nakuita Roho niongoze. Yuko ndani yako, anakuongoza kutokea ndani. Wala usidhani kwamba yuko mahali fulani unatakiwa umtoe mbali ndio aje kukuongoza. No, yuko ndani yako, chochote anachoongea anaongelea ndani. Wewe unadhani kwamba inatakiwa umuombe na hata ufunge siku 3-4 kumshawishi ya kuongoze. Unadhani hivyo kwa sababu kuna aina ya mwenendo umeupuuzia, ndio maana unatumia nguvu kubwa kumshawishi Roho kuongoza. Wale ambao kuna mwenendo hawajaupuuzia wana experience maongozi yake kama kunywa maji. Kama kunywa maji. Juzi nilikuwa nampa ushuhuda kijana wangu hapa Fedro. Juu ya namna ambavyo Roho anaweza akazungumza na wewe hata kwenye vitu vya kijinga tu. Vitu vya ajabu. Nikamwambia, moja kati ya vitu ambavyo kama mtumishi wa Mungu unatakiwa uwe navyo makini sana ni nini unazungumza na nini unasikia. Namna yako ya kusikia na kuzungumza inaamua utii wako kwa Roho Mtakatifu. Kuna mambo utatakiwa uyaseme kwa sababu Roho ametaka uyaseme, na kuna mambo utatakiwa unyamaze ubaki kwenye eneo la kusikia kwa sababu Roho ametaka usikie. Roho anatuongoza mara zote, hakuna siku amewahi kukaa kimya. Hivi ndio ninachozungumza. Yaani yote nayoyaongea ni kwamba haipo siku inayoenda kwa Mungu Roho amewahi kukaa kimya asituongoze. Hatu experience maongozi yake kwa sababu kuna mwenendo tumeupuuza. Na ndio maana hatuoni maongozi yake. Lakini Mungu atatusaidia. Malizia maandiko anasema basi nasema nendeni kwa Roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Waletea 5:16. 17 anasema kwa sababu mwili utamani kushindana na Roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka.
Lakini angalia maneno mstari wa 18. Ukiweza kwenye Biblia yako ya highlight. Lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Kwenye muktadha wa kwanza, Mtume Paulo alikuwa anazungumzia juu ya sheria ya Musa, kwamba mtu yeyote ambaye anaongozwa na Roho Mtakatifu hana haja awe amekariri sheria zote ili aishi maisha matakatifu. Tu Roho kuwa ndani yake inampa maisha matakatifu. Haina haja eti unishtukize mchungaji ajifanyaga anajua sana. Amri ya 8 ni ngapi? Ni nini? Mimi hata sijui, wala sijui kwa mtiririko. Sijui. Ukitaka uamini kanisa nishtue. Siku moja niambie baba, amri ya 3 inasemaje? Sijui, lakini sijawahi kuivunja. Haitaji ujue hizo amri. Sasa nakupa mfano mwingine. Wale ambao wanakaririsha hizo amri tangu utotoni, angalia maisha yao. Ndio utaelewa kwamba kukariri amri haisaidii. Kuna bwana mmoja, maandiko yanasema alikuwa tajiri sana. Kuna kitabu kingine Mungu atatupa neema kutoa, kinaitwa Uzima wa Milele, ndio huu. Nimemwandika huyo bwana, alikuwa tajiri sana. Akamfuata Yesu akamuuliza, nifanye nini ili niurithi ufalme wa Mungu ama uzima wa milele? Yesu akamwambia, mambo ya sheria yote yako fresh. Akasema, hayo tangu utotoni nimeshika tangu utotoni. Wewe niambie tu nini kimepungua nifanye. Yesu akajua, huyu ni mkaririji huyu. Na unajua kipimo cha kumpima naye kariri na ambaye ameelewa, usiwapeleke mbali, wapeleke kwenye utendaji ama utoaji. Yaani utendaji kwa njia ya kutoa. Yesu akasema, kama umeelewa haya na umekubali yote, yale sijui mpende jirani yako ni fresh. Yale fresh na elewa yote. Akasema, basi sikia, uza mali zako zote, unifuate. Yule jamaa akasema, hili jambo ni gumu sana umeniambia, naomba muda nikafikirie. Kama umezielewa amri za Mungu na kile zinachotaka, hauwezi kuacha kutimiza kile anachokuambia. Sawa watu wa Mungu. Kwa hiyo utagundua kumbe kuzielewa amri ni kitu kimoja, kuwa na muongozo wa Roho Mtakatifu unaokupa aina fulani ya maisha ni kitu kingine. Havihusiani. Unaweza kusoma maandiko asubuhi mpaka usiku ukawa umeyakariri yote na usi experience maongozi ya Roho Mtakatifu kama aina ya maisha imechange. Na mimi kwa kweli nimeshamwambia Mungu mara nyingi, na ndio maombi ambayo nitakuwa nayo hivi karibuni, maombi binafsi, lakini kwamba Mungu, nimechoka na sitaki tena, sio nimechoka kwa sababu hajawahi kutokea, lakini Mungu sitaki kuchunga kanisa la watu wajinga. Sasa yaani hapa sitaki tuzae vitu vya kijinga. Watu ambao yaani wokovu wao ni ule wa Jumapili, Alhamisi. Maishani hatuoni shuhuda, hatuoni nguvu, hatuoni mtembea Roho. Mimi sitaki kuchunga kanisa la watu wajinga. Nataka tuwe na familia ambayo kila tukikutana hapa, kila mmoja anatuelezea, anatushuhudia ajabu ya maongozi ya Roho Mtakatifu. Kila mmoja wetu. Kwa bwana, nilikuwa namuuzia mteja kitu fulani, Roho akaniambia hebu usimuuzie hicho, muuzie. Roho anaongea. Hata kwenye vitu ambavyo unadhani kwamba sio vya kiroho, Roho anaongea. Bwana hapo ushuhuda haraka haraka. Siku nyingine tulikuwa kwenye maombi hapa kanisani. Tunakuja tuna ile wiki ya maombi. Na nikiwa najiandaa kule nyumbani, wakati nimefungua kompyuta naanza kujiandaa, nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia, leo ukifika kanisani usianze kufundisha. Anza kuelezea logo ya kanisa. Ndio mtu Roho alikuwa ananiambia. Kuna watu hawaelewi logo ya kanisa. Tena Roho akaniambia kuna mtu ambaye kila siku pale kanisani huwa anapoteza point tunazozifundisha, kwa sababu wakati wanafundisha yeye anasema haka ni kanini? Yaani kanamsumbua ni kanini haka? Anasumbuka wewe chani, nimepiga ya kinyumbani wewe. Ni kanini? Anasumbuka. Kwa ukifika leo mchungaji, kabla hujaanza chochote, naomba tumsaidie yule mtu. Sawa? Mimi nikaja hapa, tukaomba, kaanza kufundisha. Katikati ya somo Roho akanikumbusha, blaza, umesahau tulichoongea. Nikasimamisha somo. Nikasema jamani, Mungu aliniambia niwafundishe juu ya hilo hapo. Naomba nisimamishe niwafundishe. Kuna mtu aliniambia kwamba huwa haielewi. Alinyosha mtumishi mmoja wa Mungu mkono hapo. Friend wewe. Hata baba ni mimi sielewaje hiyo kitu. Sielewi. Mimi kwa nikaielezea ili aweze kuielewa. Sawa? Ndivyo Roho anavyofanya kazi. Kwani hapo inahitaji makeke mengi? Kwanza useme nimeona kitu. Nini? Makeke ya nini hayo? Wakati mwingine hapa Rosi aliniambia kwamba kuna mtu amesumbuka usiku mzima na mgongo. Si mgongo ibadani sikio. Kwamba usiku mzima kuna mtu ameumwa mgongo, hajalala vizuri. Na hiyo kitu Roho alionyesha kwa kunifanya mimi niumwe usiku mzima mgongo. Akaniambia no, hii husiana na wewe. Kuna mtu pale kanisani. Sasa hivi tunavyoongea na wewe, huyu mtu anasumbuka kama unavyosumbuka. Kwa hiyo kesho ukifika kanisani, jambo la kwanza muombe huyo mtu.
nimefika nikasahau. Nikaanza na neno. Katikati ya mahubiri akanikumbusha, "Mzee, wewe una haraka kuliko mimi. Hebu twende mdogo mdogo. Muombee yule mtu." Nikamuombea. Baada ya ibada akasimama mtumishi mwingine wa Mungu akasema, "Ni mimi hapa niliumwa siku nzima." Na alipona hapa dakika chache. Zile alipona. Na hajawahi kulalamika tena wale Mungu mpaka. Ndipo Roho anapofanya kazi. Hahitaji makeke mengi hapo. Hahitaji makeke. Utukufu na sifa vimrudie Kristo katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Kwa maongozi ya Roho ni ili kugeuza utu wa ndani wa mtu na kumpa uhuru kutoka kwenye aina yoyote ya udhibiti. Narudia, naelezea pointi ya ile hampo tena chini ya sheria. Kwa anasema mkiongozwa na Roho hampo tena chini ya sheria. Wayahudi walikuwa wana juu yao kuna udhibiti wa kimwenendo ambao ni sheria. Chochote ambacho sheria ya Musa ambao Mungu alimpa ilikuwa inataka wafanye, ndicho walichokuwa wakifanya. Lakini ile sheria haikuwa mbaya kabisa. Sheria ilikuwa, tumesema, Roho na hata Mungu kwenye neno lake alikuwa anajifunua hatua kwa hatua. Kwa kuna hatua fulani Mungu alifunua utendaji wa Roho Mtakatifu kwa picha na taswira ya sheria za Musa. Sawa? Kuna point Mungu aliyofunua utendaji wa Roho Mtakatifu kwa picha na taswira ya sheria za Musa. Na zile sheria za Musa zilikuwa zina mipaka mingi sana. Sheria ya Musa ilikuwa tunaweza kumuonesha mtu kwamba umefanya dhambi na adhabu yako ni 1, 2, 3. Lakini ilikuwa haiwezi kumsaidia awe mtakatifu. Kwa Mungu vitu vyote alivyovitanguliza ili viwe kivuli cha utendaji wa Yesu Kristo na hata Roho Mtakatifu, kuna namna aliviachia gap fulani ili Roho anapokuja afill lile gap. Tumeelewa vizuri? Kwa ndo sheria ya Musa ilikuwa ina madhaifu mengi sana. Mengi sana. Watu walikuwa hawezi kuitii na ilikuwa na madhaifu mengine kwamba ukikosea kwenye moja umekosea kwenye zote. Sawa? Kwa maana yake hakuna mtu ambaye angeweza kumpendeza Mungu kwa sheria. Hakuna, kwa sababu mengine yote ulikuwa unaweza ukafanya sawa. Ukikosea kwenye moja hata mengine uliyofanya yamebatilishwa. Kwa Mungu aliachilia sheria ili kuwafundisha watu kwamba mimi sipendezwi kwa jitihada zenu. Napendezwa kwa kazi ya msalaba ambao Kristo ataifanya na Roho ataishuhudia ndani yenu. Kwa hiyo anasema kwamba mkiongozwa kwa Roho, msitafute tena maongozi ya sheria, mpo chini ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Kwa maana yake nini? Ni kwamba mbali na maongozi ya Roho Mtakatifu kunigeuza ili kunipa aina fulani ya maisha ambayo itakuwa ni rahisi kumsikia Roho Mtakatifu, maongozi ya Roho Mtakatifu huwa yanatoa jambo lolote ambalo ni udhibiti juu yangu. Manake chochote ambacho huwa kinaniweka chini ya influence fulani na hata kuamua uelekeo wangu, maongozi ya Roho Mtakatifu yatakitoa. Una struggle na aina fulani ya dhambi ambayo huwezi kuiacha. Una struggle kwa sababu umeamua kupambana nayo mwenyewe. Ukimruhusu Roho Mtakatifu, udhibiti wake huwa unafukuza kila aina ya udhibiti wa dhambi, mwenendo na mambo yote yasiyofaa. Hapo imeleka vizuri. Ukisema kwamba najitahidi nashindwa kuiacha, mimi nakuelewa kwa sababu umetumia neno najitahidi na haipaswi ujitahidi. Inapaswa umpe nafasi Roho Mtakatifu afanye ndani yako. Na utasema sasa nampaje nafasi Roho Mtakatifu? Kila siku unaniombea Baba. Wewe haumpi nafasi kwa sababu hata baada ya kutoka hapa nimekuombea. Sasa upo mahali ambapo unatakiwa ufanye hiyo dhambi ama ufanye mwenendo mwema na Roho anakuambia chagua A, wewe unachaguaga B. Sio kwamba umsikii Roho. Unamsikiaga Roho lakini wewe haujawahi kumtii Roho Mtakatifu. Na nikufundisha hapa, utendaji na maongozi ya Roho Mtakatifu huwa yanazidi kuongezeka kina kwa kadiri muamini anavyomtii Roho Mtakatifu. Maana yake kama leo atasema usichague A, chagua B, ukimtii kuna kina anakuwa amekupeleka cha uwezo wa kumtii kwenye ajabu. Yakija mengine ukichagua kile anachokisema anakupeleka kwenye uwezo mwingine wa kumtii. Sasa wewe hata kwenye yale mambo madogo akwambia usifanye haumtii na unategemea akushindie kwenye makubwa. Haiwezekani. Watu wa Mungu mnanielewa vizuri. Kwa mbali na Roho Mtakatifu kutubadilisha utu wetu wa ndani katika kutuongoza, huwa pia anatoa udhibiti wowote juu yetu. Ndio maana siku nyingine nikawafundisha nikasema kwamba yeyote ambaye ame-experience maongozi ya Roho Mtakatifu hawezi kuona shida kunyenyekea chini ya wengine. Na ananyenyekea chini ya wengine sio kwa sababu ya nguvu na udhibiti wa wengine, ni kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu iliyo juu ya iliyo nyingi zaidi. Sasa naomba nikufundishe sehemu yangu ya mwisho ya hili somo kwamba Roho utuongoza kwa namna gani. Roho utuongoza kwa namna gani? Kwanza, Roho utuongoza kupitia neno la Mungu. Na niliwafundisha last week nikasema huduma ya mafundisho, huduma ya maongozi na hata huduma ya mafunuo ya Roho Mtakatifu vyote vinategemea neno la Mungu. Kwa hiyo Roho
hutuongoza kwa kupitia neno la Mungu ama kwa njia ya neno la Mungu. Tena hapa kuna kauli nzuri tunaweza kuitumia kwamba, sasa sijui kwa Kiswahili ita sound vipi, ni kwamba he does this by walking you into the whole truth. Anafanya hivi kwa kukutembeza kwenye kweli yote. Hilo neno linaweza kuzuri. Kukuongoza, kukuendesha kwenye kweli yote. Ni kwanza kale neno walk, kwamba anafanya hivi kwa kukuongoza. Nakumbuka tulisema Roho atawachukua watie kwenye kweli yote, ndio maandiko ambayo Yesu aliyazungumza kwenye Yohana sura 16. Sawa? Atawachukua watie kwenye kweli yote. Tukasema picha pale ni sawa na mtu aliyemshika mwenzake mkono, wanaingia mahali fulani. Tena kimsingi yale maneno kwamba atawachukua watie kwenye kweli yote, katika lugha ya Kiyunani ni maneno ambayo yanampicha mtu kama tour guide yule ambaye anatoa maelekezo ya safari. Yanampicha mtu wa jinsi hiyo kwamba anakupitisha kwenye labda msitu fulani ama kwenye eneo fulani unaenda kutalii, akikupa taarifa mbalimbali. Kwani wale jamaa wao wanafanya yote mara moja? Kwamba sikia tunaenda huku, huu msitu mmoja vita tunaenda sasa hata tukaangalia, afu jia nzima aongee. No, afanye hivyo. Kila hatua mnayopita anasema hilo jiwe hilo likanyaga, alitumia Kinjeketile Ngwale mwaka 1779. Kila ambacho unakiona na kumuuliza ana majibu yake kwamba unaona ule msitu, ule ndio msitu wa kwanza hapa. Haujawahi kuharibika. Yaani kila kitu, kila ambacho unakiona ana taarifa nacho. Ndicho kitu Roho anakifanya, anakuchukua akutembeze kwenye kweli yote. Sasa pointi ya msingi ya kuandika ni kwamba huo mtembeo sio tukio, ni maisha. Huo mtembeo hapaswi kuwa tukio, ni maisha. Wewe umexperience Roho katika neno lake, kwa sababu huwa unasomaga maandiko ukiwa upo kwenye dilema. Tena ukiwa kwenye dilema unafanyaga mambo ya kijinga sana pengine. Unasema ni hapa hata siri inatokaje? Sasa alisema Roho anafundisha kwenye neno lake. Naenda kuifunua Biblia nikiwa nimefumba macho. Kitabu nitakachokisoma ndipo hapo Roho ananiongoza. Unasoma pale anasema jicho lako likosesha ling'oe. Na kwa sababu hata elimu ya maandiko bado hujakaa nayo vizuri, tunashangaa upo busy sasa. Unahangaika kung'oa jicho. Mungu na atusaidie. Na tutafuti maongozi ya Roho Mtakatifu tuwapo kwenye dilema. Maisha ya muamini yanapaswa kudhihirisha mahusiano yake na Roho Mtakatifu. Kiasi kwamba huyu Roho anaweza akaongea ukiwa kwenye dilema, hata usipokuwa kwenye dilema anaweza akaongea na kumsikia. Kwa huo mtembeo wa muamini kuongozwa katika Roho yote sio kitu ambacho ni occasional. Ni kitu ambacho ni relational, cha kimahusiano, sio cha wakati fulani. Sawa watu wa Mungu? Ni mtembeo wa kimaisha, ni mtembeo wa kimahusiano. Roho huwaongoza wale ambao wanahusiana naye vizuri. Sawa? Na utagundua jambo lingine la msingi kwamba kwa sababu hiyo sasa, kumbe uelewa wa Roho Mtakatifu na kile ambacho anazungumza kwenye neno lake unategemea zaidi mahusiano na Roho Mtakatifu kuliko elimu ya theolojia. Kuliko uelewa au intelligence ya namna yoyote. Kuliko skills za namna yoyote. Kuna watu huko mtaani wamesoma tangu shule ya msingi, wamesoma seminari, wamefundishwa hizi Biblia, wanazielewa vizuri, wanazisoma mpaka imefikia point wanazidharau kwa jinsi walivyosoma mara nyingi. Hawaoni ukweli wa Mungu ndani. Wengine ni maprofesa wameandika na mavitabu, historia ya Biblia, sui grammar za Biblia, vitu vingi wameviandika huko ndani na hajaokoka. Kwa kumbe kiwango kikubwa kabisa cha kuelewa huu ukweli ni kwamba uelewa wa muamini kwa habari ya nini Roho atakifanya kupitia neno la Mungu hautegemeani na elimu alionayo muamini. Unategemeana na mahusiano ya muamini na Roho Mtakatifu. Elimu ni nzuri, lakini haipaswi kuzidi mahusiano. Mahusiano ni mazuri, lakini pia haipaswi kuzidi elimu. Ndio maana pale mwanzo nikakupa tahadhari, usijae sana Roho kiasi cha kupuuza mafundisho ya watu wengine. Nasema sasa kusikia alichoniambia Roho ndio hicho. Utapotea hivi unaangaliwa na watu. Sawa? Kwa mtu mwenye elimu, mwenye ujuzi mbalimbali, mwenye skills bila mahusiano na Roho Mtakatifu hawezi experience maongozi na Roho Mtakatifu. Nitaomba kwa muda wako kasome Wakorintho wa kwanza sura ile ya pili yote. Anataja watu wa hekima, anasema kuna watu wana hekima nyingi lakini hawaelewi haya ambayo sisi tunayazungumza kwa sababu yanaeleweka na kutafsiriwa katika Roho. Ila sisi tunaelewa kwa sababu sisi tuna Roho Mtakatifu. Naomba uandike ukweli. Sasa mtamka afu mbona hujaandika sana, mbona uandike. Kujua na kuelewa neno ni jambo la kiroho zaidi. Kujua na kuelewa neno ni jambo la kiroho zaidi. Sio jambo la kimwili. Ni kweli linaanzia kwenye
hali ya kimwili. Naposema inaanzia kwenye hali ya kimwili, maana yake itahitaji usome kwa macho yako, uelewe kwa ufahamu wako wa kawaida. Lakini kadri ambavyo unazidi kulipokea, linaanza kuingia na kuvuka mipaka ya kimwili kwenda kuwa jambo la kiroho. Kwa ukiishia tu kulisoma na kukariri, haitakusaidia. Kuna point fulani ambayo inaenda kwenye hiyo point au part ya kuwa jambo la kiroho zaidi. 119 ya Zaburi, haraka. 119 ya Zaburi ni sura ndefu zaidi kuwahi kutokea kwenye Biblia nzima. Zaburi ya 119, na nataka nisome ule mstari wa 105. 119:105. Anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu, au mwanga wa njia yangu. Roho Mtakatifu hutumia neno la Mungu kutuongoza, na katika kufanya hilo huwa analitumia neno kama taa. Unaelewa? Uelewa ama ufahamu ambao mwandishi wa Zaburi hii alikuwa nao hapa, hasa katika mstari huu, ni uelewa wa vyombo vya usafiri. Chombo cha usafiri kinapokuwa kinatembea usiku, kitu pekee ambacho kinaweza kikahakikisha direction kwa hicho chombo ni mwanga, taa. Sawa? Taa inaweza kikahakikisha direction. Hata leo wewe unajua kwamba huyu jamaa anakata kushoto au kulia, kwa sababu kuna kataa na kawasha kanaonyesha naingia kushoto au naingia kulia. Sawa? Unaweza kujua huyu jamaa yuko umbali gani kwa sababu ana taa. Bila taa unashangaa ndio ile aliimba Bahati, mzee tupa akujua pikipiki inapita akapigwa pale. Aliyejua ni hizo pikipiki magari mawili, sijui hiyo story. Bahati naye anasimulia story kwenye nyimbo, lakini ndio hivyo, ndio humu alisimulia vizuri. Ndio hicho nataka ukielewe. Ukishindwa kuelewa ishara, hauwezi ukaelewa uelekeo. Sawa? Ukishindwa kuelewa ishara, na Mungu hajatuacha hivi hivi. Yaani Mungu kwenye ulimwengu wetu wa kimwili na wa kiroho ametupa ishara nyingi ili tuwe tunaamua na kujua uelekeo. Kwa mimi naweza kujua kwamba baada ya hili kutokea nipo kwenye point fulani ya maisha, kwamba hapa it's either ni kuingia msimu mpya ama narudi mahali fulani ambapo sitakiwa kurudi. Na matukio mengi kwenye maisha yetu huwa yanatuambia hivyo. Jana Turole alikuwa ananikumbusha, ananiambia, hili tukio limetokea hapa mahali fulani, inaonyesha kwamba hapa kuna msimu mpya unatarajiwa. Sasa sisi wengine kwa sababu hatunaga hata hiyo, tunaendaga tu. Unashangaa msimu ulipita muda mrefu. Ndio maana wewe una fight sana. Ukiwa ndani ya msimu vitu vyako unavigusa tu pap, vinatoa double manifestation. Mungu atusaidie kuelewa. Kwa anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Maana yake ina provide direction. Neno la Mungu linatupa uelekeo katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Jambo la Mungu mbona uliandika hapa? Maongozi ya Roho Mtakatifu katika neno lake. Namalizia bado point moja. Maongozi ya Roho Mtakatifu katika neno lake yanatukumbusha kwamba katika kutuongoza kwenye neno lake au kwa njia ya neno lake, narudia, maongozi ya Roho Mtakatifu katika neno lake yanatukumbusha kwamba anapotumia neno lake kutuongoza, hazungumzi vitu vipya, anavifunua vitu vilivyopo tayari. Na Roho akaniambia hili ni kosa lingine ambalo wengi tunalifanya kwa habari ya maongozi yake. Tunadhani kila mara anapokuja kuniongoza anauleta ukweli fulani mpya ambao haujawahi kusikika duniani. Sasa maongozi ya Roho katika neno lake ni kwamba yanatufundisha kwamba hazungumzi jambo jipya ambalo halijawahi kuwepo duniani. Anazungumza jambo ambalo limekwisha funuliwa tayari, lipo hapo kwenye neno, tayari liko pale. Na wengi tunapuuza maongozi ya Roho kwenye neno lake kwa sababu unajua tunatarajia kitu fulani kipya. Wakati mwingine nilikuwa nafundisha hapa namna ya kumsikia Mungu, nikaanza na huo utangulizi nikasema wengi tunaposema tunafundisha namna ya kumsikia Mungu, wanakuwa very excited wakiamini kwamba tutawapa njia fulani ya kimazingaombwe ya kumsikia Mungu. Kwa mfano, labda kuna aina fulani ya maombi ukiyaomba na ukasema kaneno fulani, utaanza kusikia Roho akiongea. Mwanangu, 1 2 3 tunaenda. Sio kweli. Sio. Kwa wengi kwa habari ya kumsikia Mungu huwa tunadhani kuna njia fulani mpya na kuna maneno fulani mapya ambayo Mungu atakuja kuzungumza, lakini kumbe mengi ya maongozi ambayo anatupa yanatoka kwenye Biblia ambayo wewe unaidharau na kuitupa pembeni kila siku. Huko ndani ndio yanatokea huko. Neno lake ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Kwa upaswi kulimistreat, usilitendee vibaya neno la Mungu. Mimi huwa naweza kujua huyu mtu anamheshimu Roho kiasi gani hata nikiangalia tu Biblia yake. Biblia. Mimi waga mama ni shahidi. Mama ni shahidi.
Waga nikiweka Biblia yangu au wengine kama mnakusanyia vitu, nikiweka Biblia yangu kwenye gari na mkaikunja kidogo tu. Au malalamiko nayo lalamika nayo, sio ya kawaida. Mtalalamika njia nzima, mtasema Biblia yangu imekunjwa hivi jamaa. So mnaheshimu kile. Kwa kweli Biblia sio kwamba ni mtumie neno gani msipazidi. Yaani hatupaswi kuipa heshima Biblia kana kwamba hiyo ndiyo Mungu. Lakini ni kitabu ambacho kwa hicho Mungu ana communicate na sisi. Pale ndipo mahali ambapo mimi na Mungu tunakutana. Sasa hapo mahali siwezi nikapachafua. Siwezi nikapatreat tu kama mahali kwa kawaida. Lazima nipaheshimu hapo mahali. Lazima nipaheshimu. Lazima nipapende hapo mahali. Kwa mimi siwezi nikamuelewa mtu ambaye kweli yeye ana shauku ya kumsikia Mungu na Biblia yake ameikunja anitiaga mfuko wa nyuma. Yaani ameikunja Biblia. Imekuwa kama vile vidaftari tulivyo tunaandikia utili. Au matili kwa mnaita hiyo shule ya msingi. Amekikunja Biblia chafu haieleweki. Siwezi kukuelewa. Kwa namna unavyo-treat neno la Mungu inaelezea umempa nafasi Mungu kwenye neno lako kiasi gani. Point ya mwisho, namna Roho anavyotuongoza katika huduma ya maongozi. Kwa kupitia neno lake atafanya maongozi yawe maisha. Kwa neno lake litakuwa mbali na kwamba unalisoma na kupata maelekezo yake, litakuwa linageuza maisha yako. Anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa ukikaa kwenye neno la Mungu pale, unalisoma na kila siku unajifunza, linaanza kutoa tabia fulani zisizofaa kwako. Linaanza kutoa. Wewe sikiliza, wewe usiwe na haraka na wewe. Hebu jionee huruma. Nafahamu una shauku kubwa ya kutamani kuishi maisha matakatifu, nafahamu. Una shauku kubwa ya kutamani kumpendeza Mungu, nafahamu. Lakini jifunze pia kumshukuru Mungu kwa mambo ambayo yameanza kubadilika kwenye maisha yako. Amen. Mara nyingine tunajitendeaga vibaya sana. Tunajihukumu sana. Tunajiona na kujidhani kwamba hatuna thamani wala maana mbele ya Mungu wala mbele ya kanisa kwa sababu kuna tabia ninabato nayo na bado sijaishinda. Unadhani kwamba mimi sifai, yani kila siku mimi nahubiriwa lakini hapa sibadiliki. Change focus. Anza kumshukuru Mungu kwa yale ambayo tayari yamebadilika. Ukiwa na notebook na ukiwa mtu unapenda kuandika kama mimi, anza kuyaandika. Sema hiki kimebadilika na mshukuru Mungu. Na hiki na hiki. Utakuja kugundua yaliyobadilika ni mengi kuliko moja ambalo bado hajabadilika. Kwa hiyo sasa ile imani na shukrani kwa yale yaliyobadilika tayari itakusaidia kupambana na hiki ambacho bado kinakusumbua. Utasema Mungu, kama ni wewe ulifanya kwenye haya, unaweza kufanya kwenye haya. Lakini sasa ukijitendea kwa ukali, hautaweza kuona mkono wa Mungu umefanya nini kwenye maisha yako. Kwa neno la Mungu kila unapohubiriwa na kusikiliza, huwa alikuachi hivi. Kuna vitu unafanya. Wewe tuliza tu kitu, anza kuangalia ulivyokuwa zamani na ulivyo sasa hivi. Anza kuangalia. Kwa neema ya Mungu nina agano na Mungu la kumwambia kwamba yeyote ambaye atasikia mafundisho yangu, kuna vitu vinabadilika kwenye maisha yake. Amen. Kwa hakuna mtu amekaa hapa serious kabisa anaandika anasikiliza na akabaki vile vile. Kuna vitu vina change, sema haviende kwenye speed unayoitaka. Sasa jihurumie. Usijihukumu kwa ukali kiasi hicho. Anza kumshukuru Mungu kwa haya. Nitaka nikwambie kwamba Mungu katika neno lake huwa anatengeneza badiliko au tabia mpya ndani yetu. Ndio maana nasema maongozi ya Roho Mtakatifu yanalenga kutugeuza. Kwa hiyo pointi ya kwanza, kile neno la Mungu linafanya kutuongoza ni kwa ajili ya kutengeneza tabia ambayo itarahisisha kumsikia Roho Mtakatifu katika pointi hii ya pili ambayo ni maongozi kwenye matukio maalum. Kwa hiyo nimesema Roho hutuongoza kupitia neno lake, lakini pili kutupa maelekezo katika matukio maalum. Sawa watu wa Mungu Ndio namna ya pili Roho anavyotuongoza. Anatupa timely directions, maelekezo ya wakati kwenye matukio maalum. Matukio maalum. Sasa kwa bahati mbaya wengi uelewa wetu wa maongozi ya Roho ndio unaanzia hapa na kuishia hapa. Kwamba maana ya Roho kuniongoza ni kuninong'oneza kwamba hapo huyu jamaa ameficha kete kwenye mkono wa kushoto. Ndio tunadhani hivyo. Kwamba hapo jibu ni A usiweke B. Sio hapo, haianzi na kuishia hapo. Inaanzia kwenye kimsingi andika hii point. Uwezo wa kumsikia Roho kwenye matukio maalum unatengenezwa na tabia iliyobadilika. Kwa sababu unawezaje kusikia kwenye tukio maalum kama haumjui unayezungumza naye? Unamjuaje unayezungumza naye kama hauna mahusiano naye kupitia wokovu? Haijawahi hata siku moja kumsumbua mtoto mdogo kumsikia mama au baba yake. Haijawahi kumsumbua kwa sababu ya mahusiano. Kwa ni hivi, andika pointi nyingine. Kabla ya kusikia kinatangulia mahusiano. Ndicho kinachotangulia. Kabla ya kusikia.
kinatangulia mahusiano. Huu kweli mwingine niliandika kwenye kitabu cha Ghala ya Hekima, nikasema hivi, kinachosikia zaidi sauti ya Mungu, andika pia nayo itakusaidia. Kinachosikia zaidi sauti ya Mungu ni moyo na sio sikio. Sio sikio, ni moyo. Ni moyo. Moyo uliogeuzwa na kubadilishwa kupitia wokovu ndio unaosikia zaidi. Ukikosa hiyo utaenda kwa kupapasa papasa. Roho ananikumbusha andiko lingine hapa. Sasa kumbukumbu zangu ziko vizuri. Nitatafuta afu nisome pale mwishoni sura ya Petro wa kwanza. Mungu utakumbuka. Petro wa kwanza. Kama sitakumbuka najua hapo baadaye ataniambia ni wapi hasa, lakini kitabu cha Petro. Petro wa pili, Petro wa pili, sura ile ya kwanza. Naomba niwaoneshe kuanzia ule mstari, nivumilie sana nafikiri kitu kizuri hapa ili tupate cha kumsikia Roho Mtakatifu. Tuanze mstari wa 3. Nafikiri jambo zuri hapa. Kwa habari ya maisha yaliyogeuzwa yanavyoweza kurahisisha mtembeo na maongozi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha ya muamini. Angalia, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Hayo maandiko ni ufikiri wako wa kila siku. Hauna kitu ulichokosa mbele za Mungu. Anasema uweza wake wa uungu umetukirimia kila tunalolihitaji linalohusu uzima wa milele na maisha ya utakatifu. Kwa kama umeokoka, unayo kila zana ya kukuwezesha kuishi maisha matakatifu. Unajua muamini anapotafuta kuishi maisha matakatifu ni tofauti na mtu asiyeamini. Mtu asiyeamini anatafuta kitu kilicho nje ya uwezo wake, ila muamini anatafuta na kukiishi kilicho ndani yake. Ndio maana anasema uwezo wake wa Mungu umetufanyaje? Umetukirimia vitu vyote kwa sababu uzima na utauwa. Kwa namna gani Mungu ametupa hivyo? Anasema kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe, ambaye kimsingi anayezungumziwa kwa bila shaka ni Yesu Kristo. Kwa kumjua Yesu Kristo. Na huko kumjua Yesu Kristo sio kumjua kwa akili. Ni kwa nini? Ni kwa mahusiano. Mstari wa 4. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Muamini ni mshirika wa tabia ya uungu. Na mnajua kuna dini zingine zinahubiri kwa mtaani kwamba Mungu hana mshirika. Hapana, inategemeana na unavyohusiana naye. Inategemeana na unavyohusiana na Mungu. Mungu anasema siri zake zipo kwa wamchao. Anaenda kupiga Sodoma na Gomora kule, haendi kupiga hivi hivi. Anasema siwezi kumfisha Ibrahim hili jambo, ni rafiki yangu. Nitamwambia. Wewe unasema Mungu hana ushirika na mtu. Ni kweli kwenye habari ya mamlaka yake ya kiutendaji hana ushirika na mtu, lakini anapotaka kufanya lolote ambalo linakuhusisha ama linahusisha ulimwengu unaotuzunguka, ana ushirika na kila mtu anayemcha. Ndio maana anasema siri za Bwana ziko kwa nani? Kwa wamchao. Hao yeye wajulisha siri zake au njia zake. Angalia pale kumalizia. Bwana anasema sisi ni washirika wa tabia ya uungu, tukiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Naam, na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema. Sawa? Manake maisha ya muamini yanahitaji ongezeko katika hata mwenendo wake. Katika imani ile iliyotuokoa tunaongeza na wema. Na katika wema wenu tunaongeza na maarifa, usiache kujifunza. Na katika maarifa yenu tunaongeza na kiasi, uwe na kiasi. Sawa? Na katika kiasi chenu tunaongeza na saburi, ustahimilivu. Na katika saburi yenu tunaongeza na utauwa, mwenendo mwema. Na katika utauwa wenu tunaongeza na upendano wa ndugu. Na katika upendano wa ndugu tunaongeza na upendo. Angalia mstari wa 8, upendo. Maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda au wasio na matokeo. Kwa nini Wakristo wengi tunahangaika hatuone matokeo kwenye kazi zetu, kwenye shughuli zetu? Kwa sababu tumepuuza mchakato wa kukua na kuongezeka kwenye tabia ambazo Kristo ameziweka ndani yetu. Kwamba umeokoka sio mwisho wa safari, ni mwanzo wa safari, kuanza kuongezeka kwenye viwango vingine vingi. Anasema hayo mambo yakijaa tele. Mind you, hizi tabia zinapaswa kujaa tele. Kwa hautaona matunda kama hazijajaa tele. Yaani wewe hauoni matunda ya wema kwa sababu wema wako ni kisoda. Ukianza kujaza tele wema wako, utaanza kuona wengine wakikutendea mema katika jina la Yesu Kristo. Sasa angalia, anasema mambo haya yakijaa tele yatawafanya nyinyi msio watu ambao hawana matunda kwa kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Nimalizie mstari wa 9. Maana yeye asiyekuwa na hayo ni kipofu. Pigia mstari wa maneno. Yeye asiyeongezeka kwenye hizo tabia ni nani? Ni kipofu. Kipofu
hawezi kuexperience maongozi. Ndio maana nikasema neno la Mungu linapokuja kwenye maisha yako litakugeuza tabia, kwa sababu maongozi yake huwa yanaanzia kwenye mgeuko wa tabia yako. Kama nitakosa tabia hizi ambazo neno linaleta kwangu na mahusiano yangu na Kristo anazitengeneza, manake mimi ni nani? Ni kipofu. Kwa kama ni kipofu, hata Roho aje kuzungumza kwenye occasions fulani fulani, sitaweza kumsikia kwa sababu ni kipofu niliyepuuza tabia alizoziweka ndani yangu. Sio, mnanielewa watu wa Mungu? Naelewa vizuri. Kwa anasema mtu akiyakosa haya atakuwa kipofu. Hapo angalia anaposema hawezi kuona vitu vilivyo mbali. Umeona? Kumbe uwezo wa kuona hata yajayo unategemeana na nimekuwa kwenye wema, kwenye maarifa, kwenye kiasi, kwenye yani uwezo wangu wa kuona na kumsikia Mungu kwa matukio rasmi unategemea ukuaji wangu wa kiroho. Kwa kusema kwa namna rahisi tungesema hivi, ukuaji wangu wa kiroho ndio unaotengeneza hata uwezo wa kumsikia Mungu kule. Kumbuka ukweli wa wiki iliyopita. Sehemu kubwa ya maswali yetu Mungu ameyajibu kupitia nini? Nidhamu ya ukuaji wa kiroho. Angalia na kumalizia pale. Hawezi kuona vitu vilivyo mbali. Amesahau hata kule kutakaswa dhambi zake za zamani. Yaani kuna mwana anaweza kaishi maisha ya utumwa, yani yuko defeated, yani amesahau hata kwamba yeye ni mtu aliyeokoka. Sababu tu amepuuza maongozi ya Roho Mtakatifu, amekuwa kipofu na hawezi hata kumsikia kwenye occasion. Sawa watu wa Mungu, nimalizie point ya mwisho hapa sasa. Kwa hiyo Roho tuongoza pia occasionally kwa kutupa maongozi au directions. Anafanya hivi kupitia mambo matano haraka na nataja haraka. Jambo la kwanza, msukumo. Roho anatupa maongozi ya wakati huo kwa tukio husika kupitia kitu kinaitwa msukumo. Kupitia msukumo. Angalia. Kitabu cha Nehemia, andika haraka Nehemia 2:12. Nimalizia hapa Nehemia 2:12. Anafanya hivyo kwa msukumo. Nehemia anasema kisha nikaondoka usiku mimi na watu wachache pamoja nami, wala sikumwambia mtu neno hili alilolitia Mungu wangu moyoni mwangu. Huo ndio msukumo. Pigia mstari wa maneno. Anasema nikainuka, sikumwambia mtu yote neno ambalo Mungu alilitia moyoni mwangu. Huo ndio msukumo. Msukumo ni tendo la Mungu kutia jambo moyoni mwako. Na kimsingi jambo hili watu wa Mungu huaga linakuwa sio jipya mara nyingi. Yaani msukumo ni tendo la Mungu kukuonesha wapi unapaswa kuconcentrate zaidi kuliko wapi. Kuna mambo mengi yanakuzunguka lakini kuna mahali unatakiwa kuconcentrate zaidi kuliko mahali pengine. Kwa msukumo ni tendo la Mungu kuonesha kwamba wewe unahangaikia mbali, hebu concentrate hapa, focus hapa. Hiyo kitu ndio inatengeneza msukumo ndani yako. Kwa Roho utuongoza occasionally kwa njia ya nini watu wa Mungu? Msukumo. Tumekaa vizuri hapo kwa njia ya msukumo. Angalia hapa, maandiko yanamaliza kwenye kitabu cha Wafilipi. Andika hiyo Wafilipi. Wafilipi 2:13. Wafilipi 2:13 tafsiri ya BHN. 2:13 tafsiri ya BHN. Haraka 2:13 BHN. Anasema kwani Mungu ndiye afanyaye kazi daima ndani yenu na kuwapeni uwezo wa kutaka na kutekeleza mambo yanayopatana na mpango wake mwenyewe. Yaani Mungu ndiye anayefanya kazi ndani yetu siku zote, na namna yake ya kufanya kazi huwa anatupa uwezo wa kutaka. Kwa ni hivi, Mungu anakuwa analo kusudi kubwa alilolikusudia. Sawa watu wa Mungu? Niangalie tumalize hapa, tuconcentrate hapa. Mungu anakuwa analo kusudi kubwa. Mungu anakuwa nalo kusudi kubwa alilolikusudia. Na lile kusudi namna yake ya kukuwezesha ulifikie, anakupa msukumo ndani yako wa kutaka jambo fulani. Watu wa Mungu msipangaisha na Frederick huyu hapa kaja kwa muda tu hapa kufanya hii kazi ndio mbele hapa. Hichi ninachokufundisha kitakusaidia kwenye maisha yako yote. Niangalie unisikize vizuri. Narudia hii kauli. Mungu ili atimize kusudi fulani kwenye maisha ya mtu, huwa hatua ya kwanza anayoifanya ni kumpa uwezo wa kutaka. Kwa huyu mtu anaanza kusema nataka kufanya hiki. Najisikia nataka kufungua biashara. Najisikia nataka kuwekeza mahali fulani. Najisikia nataka. Kiukweli hakuna mtu mwenye uwezo wa kutaka chochote isipokuwa Mungu amempa huo uwezo. Kwa Mungu ili afanikishe kusudi lake, huwa anaanza kwanza kwenye eneo la kutaka kwako. Anakupa kutaka. Yeye anaruhusiwa kufanya kazi na wewe kupitia kutaka kwako. Hii kama nimeongea na imeeleweka vizuri. Kwa anaanza kukupa shauku, nataka niwekeze. Wewe ndio unaamka siku hiyo unasema haya maisha. Wewe itakuja mara nyingine kibinadamu kwa namna hiyo, lakini ni Mungu ndiye anaanza kuandaa. Haya maisha na hizi ataniua bila kibubu hapa sitoboi. Wewe ndio unaanza kusema hivyo. Kumbe sasa unaposema bila kibubu sitoboi, uweke kibubu pale.
Unaanza kuweka akiba, kumbe kuna msimu wa kufukuzwa kazi unakuja. Mungu aliuona mapema kabla yako, akakupa kutaka. Siku tu kama akasema leo hapana, lazima niende kwa sinema. Nitengenezee kibubu kizito. Kigumu ambacho nitapata shida ukivunja. Na unakuwa mwaminifu, na unajua katika nyakati kama hizo Mungu huwa mwaminifu mno kuhakikisha kwamba utele unakuwa ni mwingi. Kwa hiyo unajikuta utele ni mwingi, unahifadhi. Siku 2-3 hauna kazi. Kile ulichokihifadhi unakuta kimekussustain hata miezi 2. That is good. Anakupa kutaka. Ukichukua hatua katika kule kutaka, anafanikisha kusudi lake kubwa aliyokuwa nalo. Kwa kusema hivi ni kwamba usipuuze wala kudharau msukumo unaokuja ndani yako. Ule msukumo mara nyingi huwa ni sauti ya Mungu kukuambia nini uanze kufanya ili yeye akamilishe mapenzi yake kwako katika jina la Yesu Kristo. Tunaelewa vizuri? Kwa hiyo utaona ndio hii Yusufu alitumia kule kwa Farao. Wakamletea ile ndoto miaka 7 akaitafsiri, miaka 7 ya utele, miaka 7 ya njaa. Kwa alianza kuonewa mapema, anasema nataka tuweke stop kwa miaka 7 yote ya utele, wakati ambao wengine wanakula na kusaza na nini, sisi hii miaka 7 ya utele tuitumie kufanyaje? Kuhifadhi. Walipohifadhi ikaja ile miaka 7 ya njaa, walikuwa wanatumia kile chakula kujilisha wao kama taifa la Misri na majirani zao. Muonesho kitu. Na ndio maana wewe nifundishe hichi kitu. Usidharau hata nyakati za utele kwenye maisha yako. Ukasema si Mungu maana ni mwezi na hela tu. Yaani mpaka kazi kidogo hela, huku kanipa hela. Kwa makini sana katika nyakati kama hizo. Mungu anakuandaa wewe mwanangu, naleta mbele kuna msala. Kwa makini hapo. Sasa wewe ukipata tu unakuta upo kiwanja hiki, kiwanja kile, kiwanja hiki, kiwanja kile. Alafu likitokea tukio unakuwa down vibaya mno. Mara nyingi nyakati za utele ni nyakati za maandalizi. Hiyo sio andike itakusaidia. Mara nyingi nyakati za utele, vita yoyote ama silaha za vita huandaliwa wakati wa amani. Kwa ukiona mahali kuna utele ni wakati wa maandalizi. Ukiona mahali ambapo haujaoa, tulikuwa tunaongea juzi na kijana wetu mmoja, haujaoa au na mke au na mume, huo ndio wakati wa kufanya kazi ya Mungu vizuri. Kwa sababu unaweza kupata mke au mume ambaye hana moyo ulionao, akakulimit ukifanya kazi ya Mungu. Na ukaja kwangu, baba nifanyaje sasa mimi nitakwambia Mungu na kubariki sana. Msikilize mke wako. Ndio mahali nitakapoishia. Siwezi kusema huyu hafai kabisa. Siwezi mimi kugobanisha na mume wako huyu. Kwa sababu mkipatana mkikao wenyewe mtanisema ni Islam. Mimi siwezi. Kwa nitakupa tu shauri kamsikilize yule baba. Yule si mume wako, si mke wako, kamsikilize vizuri. Ni mahali nitakapoishia katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili roho ulifanya haraka. Jambo la pili roho ulifanya. Kwa kwenye hiyo point ni kwamba kuna mambo mengi Roho Mtakatifu hajayafanya kwako kwa sababu haujawahi kutii ule msukumo. Roho anakupa msukumo, kwa nini usifanye hiki? Kwa nini usifanye kile? Tii huo msukumo utaona Roho akifanya. Okay, Roho utuongoza pia mbali na kwa njia ya msukumo, Roho pia utuongoza kwa njia ya mguso. Kwenye yale matukio rasmi kwa wakati rasmi, anatuongoza pia kwa kutumia mguso. Unashangaa ni kama umeguswa kwa haraka, yani unajisikia vua viatu mpe. Kama hajawahi kutokea wewe mimi kumtokea. Tofauti ni kwamba sikuwa nimevaa mguuni vile viatu. Nikaambia kachukua kwenye gari vile viatu mpe. Unajua roho ndio chukua mpe. Na nikampa. Kuna wakati baada ya kumpa niliona matokeo. Kuna wakati baada ya kumpa sijawahi kununua kiatu mpaka leo. Sio kweli kwamba kila mara roho anapokuambia afanya hiki ni kwa faida yako ya kimwili. Mara nyingi unajua kwa nini nafundisha hichi kitu? Umeona ulimwengu jinsi ulivyo? Huu ulimwengu wa kiroho, ufalme wa Mungu jinsi ulivyo. Ni kama kafamilia hivi, ni kama kacheni hivi. Kwa Mungu katika ulimwengu huu au katika utamaduni wetu, huwa anaweza akaitumia mikono yangu kumbariki mwingine na mimi nisipate matokeo ya haraka kwa muda huu. Na hiyo haimaanishi kwamba Mungu sio wa baraka. Kama amembariki mwingine, lazima nimshangilie kwamba kile nilichokuwa nacho kinisaidia familia, mambo yako vizuri. Tatizo ni ubinafsi ndio unaouaga huo utamaduni kwenye ufalme wa Mungu. Tunataka kile anachofanya kwa ajili ya mwingine lazima pia Mungu anirudishie, ni kama na beti kwamba nikimpa hii aniletee kubwa zaidi. Haipo hivyo. Ukiwa na hiyo attitude kwenye utoaji, hautakuja kupata chochote. Mara nyingine samehe tu sema ndugu yangu mimi nimekusamehe. Hautarajii chochote kwa sababu huyu ambaye unamsamehe hawezi akakurudishia chochote. Sawa watu wa Mungu. Unasamehe tu ndivyo namna. Maana yake Mungu hukutana na watu kupitia watu. Hebu siku moja ruhusu wewe daraja la Mungu kujidhihirisha kwa mtu mwingine. Mtu mwingine ashuhudie aseme isingekuwa yule jamaa
kunishika mkono, ningepotea. Wewe utadhani amekusahau, lakini Mungu atamkumbusha kuhusu wewe kila siku. Kila siku atamkumbusha kwamba wewe ungepotea, isingekuwa yule kuitikia nilichomwambia akafanya, wewe ungeshapotea. Sasa tatizo wewe ukikosea, unatafuta msamaha kwa Mungu. Ukikosewa, hautaki kusamehe. Haiendi hivyo. Kama unajua kwamba unahitaji rehema, fahamu pia na watu wengine wanahitaji nini? Rehema. Mungu analisaidia kanisa. Mungu analisaidia kanisa hapa. Tumalizie. Kitu kingine ambacho Roho hutumia kutuongoza occasionally ni amani. Kwa unakuta unayo maamuzi mawili. Moja ukitaka kulifanya alikupi amani kabisa. Alafu lingine linakupa amani. Kwamba I can do this. Naweza kufanya. Kabisa inakupa amani. Mara nyingi Roho hutumia amani. Kwenye ile sura ya 3 mstari 15 ya Wakolosai anasema na amani ya Kristo itawale ama iamue katikati yetu. Kwa chochote kinachokupa amani, ile amani ambayo mpaka Roho ndani yako anashuhudia kwamba hii imekaa sawa, hicho hapo ni cha Mungu. Mara nyingine unaweza kuwa unakifanya cha Mungu, lakini kuna kale kwa binadamu kanakupa uzito fulani. Ila deep down unaona kabisa kwamba kuna amani na isikia. Kifanye hicho ni cha Mungu. Wala usio na kufanya. Binadamu ule wa kawaida tu kwamba sasa itakuwaje na nini? Ule usikutie shida. Fanya kile cha nani? Cha Mungu. Yesu mwenyewe alikuwa anafanya cha Mungu na kuna wakati akasema, hichi kikombe kiniepuke sijui, aliwahi kuomba maombi. Lakini alikuwa anafanya cha nani? Cha Mungu. Ndani yake alijua kwamba mapenzi ya Mungu ni haya na lazima niyafanye. Mara nyingine Roho hutuongoza occasionally kwa kuweka mzigo ndani yetu. Unakuta unao mzigo mzito kwenye eneo fulani. Yaani wewe pale kanisani kinachokukwaza sio mahubiri, sio sifa na kuabudu, sio chochote. Wewe ukiona kamchanga tu kwenye floor kanakukwaza vibaya sana. Kuna kitu Roho anakuambia unapaswa kufanya. Sawa? Kama wewe kila ukijaga kanisani, jinsi mapambo yalivyokaa ndio yanakukwaza. Hebu tafuta viongozi waambie nataka nianze kupamba. Ndio kitu Roho anachokifanya hapa, anakuongoza tu kwenye ile. Kwa mara nyingi mzigo huwa unatokea kwenye vitu ambavyo vinatusukuma kwa nguvu sana ama vinatukosesha raha tunapoviona havijakaa sawa. Hapo ndio pale pana mzigo wako hapo. Sawa watu wa Mungu. Mwingine ni namna ambavyo tunaimba. Mbona pale kuna sauti ina misi? Ndio wewe hiyo sauti sasa. Kama umejua kwamba kuna sauti ina misi, maana yake hiyo sauti ni nani? Wewe. Sasa katika kanisa watu waga wanaona mapungufu, alafu badala ya kuona kama hiyo ni sauti ya Roho kuwaita, wanaanza kuteta. Yaani pale hawaimbi vizuri. Yaani kama umeona pungufu, Roho anakuambia nini wewe ufanye. Kwa sababu ulioyaona wewe wengine hatuyaoni, sisi tunaona fresh tu. Kwa sababu hatuna huo mzigo kama wao. Hii ya mwisho ni strange kidogo, naomba nimalizie hapa. Roho hutuongoza kupitia sauti pinzani. Hii ni ya mwisho. Roho hutuongoza kupitia sauti pinzani. Roho hutuongoza kupitia sauti pinzani. Juzi nilikuwa naongea na mmoja wa vijana wangu, alinitafuta kuniambia, baba, kila mara nikitaka kuomba nashindwa, uzito mkubwa na kila kitu, yani kama kuna mpaka pale na vitu kama hivyo. Nifanyaje baba? Nikampa hii kanuni ambayo nakupa hapa katika jina la Yesu Kristo. Andika chini ya hiyo sauti pinzani kwamba kwa kila sauti pinzani kuna sauti nyororo ya Roho Mtakatifu nyuma yake. Kwa kila sauti pinzani kuna sauti laini ya Roho Mtakatifu nyuma yake. Kwa kila sauti pinzani. Mara nyingine ni ngumu kumsikia Roho kwa sababu sauti pinzani ndio huwa zinasikika zaidi. Sasa nakufundisha. Sauti pinzani isikuchanganye. Elewa kwamba nyuma ya hiyo sauti kuna maelekezo ya Roho Mtakatifu. Ndio maana panaweza pakawa na sauti moja inaongea kwa nguvu na kukusukuma sana, alafu na sauti nyingine ni kadogo tu. Anakwambia mara moja. Wakati zile sauti kubwa zimekwambia mara 10, hii sauti inakwambia mara moja. Kama suggestion tu kwamba lakini unaonaje hili jambo uliache lipite. Alafu na sauti inakwambia ukiacha lipite, wewe ni mjinga sana. Nenda kwake. Wala usimpigie simu, nenda kwake. Pale bila salamu, fungua mlango, anatokea, mpokee na ngumi. Haiwezekani afanyie hivi. I say, kwa nini afanyie hivi? Tena usiende na suruali, hapo yeye anakuambia, lakini naweza tu mkayaongea. Na sauti inakwambia hivyo eti, naweza tu mkayaongea bwana mkayamaliza. Alafu yeye anakuambia nani? Wewe atakudharau. Baadaye ndio unakuja kulalamika, mbona hamkuniambia kwamba huyu ana black belt? Ningesema mapema. Umepigwa huko na ulokole wako unarudi sasa, sisi tunakuombeaje hayo mavidonda yapone hapo. Baba, nilikutana na jaribu zito.
alipiga ngumi moja ilitokea huko, hata sijui ni wapi, nikaona rangi tu. Mungu akusaidie usifuate maongozi yako katika jina la Yesu Kristo. Sasa kwa kila sauti pinzani kuna sauti ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Kwa wakati huyu kijana wangu ananishirikisha kwamba baba nashindwa kuomba, kuna sauti inanizuia. Nikaambia nyuma ya hiyo sauti kuna msukumo wa kuomba huko. Tulia utafute. Yule ndugu aliomba siku ile. Aliomba. Sawa tu Mungu aliomba. Sababu alijifunza kusikia ile sauti ya Roho Mtakatifu. Yaani pointi ya mwisho kabisa ambayo sielezee kwamba Roho hutuongoza kwa kufunua mambo yajayo. Hii ndio wengi wanapenda tunaipenda. Hiyo ndio mwisho. Anatumia neno, anatumia matukio ya wakati husika na anafunua mambo yajayo. Kwa bahati mbaya wengi huwa tunaamini maongozi ya Roho Mtakatifu yanapaswa kuishia hapo tu, lakini huwa haiko hivyo. Hayaishii hapo wala hayapaswi kuishia hapo. Ni kwamba yanaenda zaidi ya hapo. Watu wa Mungu tumeelewa vizuri. Kusoma sura 11 ya kitabu cha Matendo ya Mitume mstari kuanzia 27. Utasoma kwa muda wako sura 11 kuanzia 27. Kuna mtu mmoja anaitwa Nabii Agabo ambaye Mungu alimuonesha njaa inayokuja na akawapa maelekezo watu namna ya kujiandaa kwa ajili ya hiyo njaa inayokuja. Lakini watu wa Mungu, ukweli wa muhimu sana ni ule tulioongea kwamba Roho ili azungumze vizuri na umsikie katika yale yajayo na hata matukio halisi, anahitaji sio sikio lako. Anahitaji kwanza nini? Moyo wako. Ukimpa vizuri, asema mwanangu nipe moyo wako. Ile ndiko anasemaje? Mwanangu nipe moyo wako, alafu tafutieni tumalize leo liko haraka. Mwanangu nipe moyo wako. Nadhani kuna issue ya kusikia na usishwa pale bila shaka. Hebu some leo ndiko nimenipiga haraka. Mwanangu nipe moyo wako. Mwanangu nipe moyo wako. Macho yako yapendezwe na njia zangu. Malizia mshore pale. Kwa maana kahaba au mwanangu nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Manake ukimpa moyo anayafungua macho. Ndio maana rahisi kabisa hapo. Ukimpa moyo anafungua nini? Macho. Kwa kila mwenye uwezo wa kuona ni kwa sababu amefungua moyo. Ukifungua moyo, Mungu yeye anafungua macho. Simama mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu. Na nikuombee sasa. Kama uko katikati yetu na hujawahi kuokoka ama umeokoka na unatamani kumpokea Yesu Kristo, hapo ndipo mahali ambapo haya yote yanaanzia. Hii nafasi yako nzuri sana. Nitoe hiyo nafasi. Kama uko mahali hapa au kama unatazama hapo online, kama unatazama na hujaokoka, hii nafasi yako nzuri sana. Na kwa pamoja na watu hapa kanisani tutaenda kuongoza sala toka ile utazama, na baada ya kutazama utaandika hapo utamkia ujumbe umeokoka, uko wapi. Kama uko Dar es Salaam, kwa kweli sitakushauri utafute kanisa lolote liko karibu na wewe, nitakwambia uje hapa. Njoo hapa, ni mahali pazuri ambapo mimi nina uhakika na huko wengine najua ni pazuri, lakini sijawahi kuabudu huko. Kwa hiyo siwezi nikakupeleka mahali ambapo sijawahi kwenda. Kila hapa kwa sababu tunayokuja nakushauri njoo hapa. Napajua. Hili kanisa ni zuri nalijua. Ngapi najua kwamba kanisa hili ni zuri? Ni zuri eti tunalijua vizuri. Tunyoshe mikono yetu kwa ajili ya watu ambao wanatutazama, kama mtu ambaye anataka kuokoka tuongoze sala hatua pale. Sema yeye Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimefahamu nilivyopungua. Na kwamba ni neema yako ndio leo nikamilisha. Na ufungua moyo wangu. Pokea neema hii ya wokovu. Ukawe kwangu. Bwana na Mwokozi wa maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Tuombe kwa ajili yao. Mfalme, nasema asante kwa ajili ya watu hao ambao wanatutazama sasa, na Bwana wamepata neema hii ya wokovu. Kwa namna rahisi kama hivyo, kama anavyosema Paulo kwamba kwa kinywa tunakiri ile imani ambayo tumeiamini kwa moyo na hata tunapata wokovu. Ndio Bwana watu hao walivyopokea na kukubali wokovu huu katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Kwa ninawaombea sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo kwamba utawapa nguvu ya kusonga mbele katika maisha yao ya wokovu, nguvu ya kukua na kukomaa na kuongezeka. Hawataishia njiani kwa mamlaka ya jina lenye uweza la Yesu Kristo. Vile vile Bwana, nawaombea shauku ya kukua, shauku ya kukulia wokovu, shauku ya kupenda haitapungua ndani yao kwa mamlaka ya jina lenye uweza la Yesu Kristo. Tunawapokea sasa kama malaika wanavyowapokea na kuwashangilia katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Tuwapigie makofi watu wa Mungu wote. Sasa mimi na wewe tukamwombe Mungu. Hapa sikuombei tu. Nataka wewe baada ya kuyasikia yote haya ukajiombee. Popote unapohisi umepungua, hata unashindwa kumsikia vizuri Roho Mtakatifu,
Hebu nenda kajiombee sasa, na mimi nitakuombea, na baada ya hapo tutakuwa tukiendelea na kipindi kingine cha matangazo na mengine ambayo yako mbele yetu kwa jina la Yesu Kristo. Anza kumshukuru Mungu kwa yale ambayo amekufundisha, na anza kuomba yale ambayo yanakaa vizuri kwenye maisha yako yaanze kukaa vizuri. Mfalme anasema asante kwa kusema na kanisa lako asubuhi ya leo. Asante kwa sababu haijawa bure. Asante kwa sababu kila wewe ulifunua ni la kweli, ni halisi. Na zaidi sana ni la kwangu. Nami Bwana nimelipokea katika jina la Yesu Kristo. Kama kuhani nasimama mbele ya kanisa lako, mbele ya watu wako watakatifu, nikiwaombea nguvu na uwezo mahali popote ambapo mafundisho haya yameonyesha wamepungua. Bwana, kwa nguvu na neema yako ukawainue kwa upya tena katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Popote ambapo Bwana hatukusimama mahali pa nafasi, katusaidie Bwana turudi mahali pa nafasi, tusimame mahali pa nafasi. Asante kwa kurekebisha fahamu zetu kwa habari ya kukusikia wewe Bwana. Asante kwa kurekebisha akili zetu kwa habari ya kukusikia wewe Bwana. Asante kwa kurekebisha mioyo yetu kwa habari ya maongozi yako wewe Bwana. Namna ile nilivyokuwa nawaza na kufikiria sivyo vile ambavyo wewe ulikusudia. Kwa hiyo Bwana, umeweka mwongozo mpya ndani yangu siku ya leo. Nami nasema asante Jehova Shama. Nami nasema asante Jehova Nisi kwa kila jambo jema ambalo nilifanya mahali hapa, kwa mgeuko, kwa kiu, kwa shauku, kwa msukumo ambao Bwana umewachilia mahali hapa kwa ajili yetu. Nasema asante jemedari wa vita katika jina la uweza la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Nakubariki Bwana mabwana kwa neema ya kukusikia tena. Nakubariki Mungu mwenye nguvu kwa neema ya kukuona tena. Nakubariki Bwana kwa neema ya kulijua neno lako kwa upya. Nakubariki kwa neema ya kusikizisha sauti yako kwenye mioyo yetu katika jina lenye uweza la Yesu Kristo. Asante kwa upendo wewe Bwana. Asante kwa neema yako Mfalme. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Chukua matoleo mahali hivyo mtu wa Mungu. Chukua matoleo kama fungu la 10. Tunataka tutolee Mungu sogea mbele tuombe pamoja. Kama wiki iliyopita umetoa fungu la 10 na tupata nafasi ya kuomba pamoja, sogea mbele tuombe pamoja. Kama unataka kutoa sadaka ya shukrani, Shema atakupatia bahasha pale, utatoa sadaka ya shukrani. Na matoleo mengine yote ambayo ni ndani ya bahasha, muone tu Shema pale atakupatia bahasha. Na kama una sadaka aidha fungu la 10 ama sadaka ya ibada kwenye simu na unatamani kutoa, pia utamwona Shema pale atakupatia namba ya kanisa. Mfalme nasema asante kwa ajili ya watu wako ambao sasa wamesogea mbele zako kukutolea. Wana sadaka za shukrani na mafungu ya 10. Ninawaombea Bwana kama wanavyokutolea kwa upendo na kwa kumaanisha. Jehova Shama, pokea matoleo yao na Kristo ukawakumbuke na kuwabariki sana mapenzi yako. Natamka baraka kwa kanisa zima ambalo Bwana limenyosha mikono yake kukuelekea wewe ili Bwana kuweza kukutolea. Haya ni sehemu ya mengi ambayo tungeweza kuzungumza juu ya upendo unaotuonesha, juu ya upaji unaotufanyia, juu ya neema ya utulivu na ubora katika maisha yetu ambao Bwana amekuwa akiachilia. Nasi kwa unyenyekevu mkuu tunakutolea katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Watu wa Mungu barikiwe. Karibuni sana kwa ajili ya kumtolea Mungu kwenye chombo chochote kati ya hivyo, na baada ya hapo Presimu mtongoze kwenye wimbo, alafu wote tutapita kumtolea Mungu. Kama si mkono wako